yote iliweza kawa ya kijani. Mungu akaniambia, nina kazi na wewe, nenda kafanye kazi yangu. Kwa hiyo nilikubali kilaini sana baada ya mapigo hayo, na mpaka hiyo pigo la mauti lililonipata la kutaka kufa, alimanusura kufa. Mungu akaniambia, rudi nyumbani, nenda kanitumikie. Nilipofika sikutaka hata compromise na sikutaka maneno mengi na baba. Nilimwambia baba, tunamaliza, tulikuwa na mkutano pale. Tulipomaliza mkutano, nikamwambia baba Ruiza, nikamwambia baba, mimi wiki ijayo ninaenda. Unasemaje? Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Nilimwambia tukimaliza kongamano mimi naondoka kwenda kazini. Kweli hakuamini. Wiki ijayo nikamwambia baba ninaenda. Akaniuliza siku ya Jumamosi, Jumapili, kwamba hivi ulisema unaondoka kwenda kazini? Nikamwambia ndio naondoka kwenda kazini. Anasema ungesubiria tukuchangie. Nikamwambia Mungu ameniambia niende. Kwa hiyo akafanya fundraising ya siku moja na nikatoka pale. Yeye alikuwa anatamani kwamba niache kanisa limejengwa pale, angalau tuache mahali, lakini nikamwambia Mungu nasikia ananiambia niende nikaanze. Kwa hiyo niruhusu nikaanze. Mara ya kwanza aliniruhusu kwamba kuanza wakati ule ule. Lakini tulipokuwa tumeishi naye, alitaka niendelee kuishi kwake na niendelee kuwa nilikuwa pia pale ni mzee wa kanisa na pia nilikuwa na huduma ya praise and worship pale. Kwa hiyo kama baba na kama mlezi alitamani kuendelea nilishikilia ile kundi, lakini pia niendelee kukaa pale kama mtu ambaye nilikuwa na pushi kazi ya Mungu, kwa sababu nilikuwa nafanya pia kazi za kichungaji, kuwatembelea ndugu wa kiroho pale, kuwashauri wale ambao wanavunjika moyo, kuwatia moyo. Kwa hiyo baba alinipenda. Kwa hiyo akaamua kuendelea kutaka kuning'ang'ania pale. Nikamwambia baba, nimeambiwa niende. Na yeye alikuwa ni mwelewa kwa sababu anafahamu sauti ya Roho Mtakatifu. Akaniambia mwanangu, akatangaza tangazo, wakanichangia watumishi wa Mungu, nikaondoka nikaja kazini. Hiyo ndiyo historia fupi ya Faustini Busuti Ndangeji kutoka kuzaliwa kwake mpaka maeneo haya sasa, mahali nilipo, wito na mapito ambayo niliyopita. Sio yote, kuna vipande vidogo vidogo ambavyo nimeviacha, labda wakati mwingine tutaendelea kuzipata katika shuhuda, lakini hivyo ndivyo nilivyokuwa na Mungu ndivyo alivyonitoa. Amen. Tumeona eneo hapa baada ya Mungu kukuita. Natamani kujua kuhusiana na ili eneo, mmenunua, mna mpango gani kuhusiana na ile eneo ambalo mko hapa? Eneo hatujanunua, eneo tunalilipia. Tuna mpango wa kulinunua na tayari mazungumzo yalikwisha kufanyika kwa awamu ya kwanza, na